Unaambiwa ule hiki, usile hiki wakati wa hedhi. Je, unajua ni vitu gani ambavyo unapaswa usivile wakati wa hedhi na kwa nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Lakini kabla ya kuendelea na mada hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Wanawake wengi hujiuliza kama kuna vyakula ambavyo wanapaswa kuviepuka kabisa wakati wa hedhi kutokana na maumivu ya tumbo, kuvimbiwa kwa tumbo, kuvimba kwa mwili, uchovu au mabadiliko ya kihisia ambayo wanayapata kipindi hiki cha hedhi. Wengine wanaambiwa usitumie majani mengi ya chai, wengine hivi. Je, unajua ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvizingatia? Ingawa hakuna sheria kali inayokataza chakula fulani kabisa, wataalamu wa afya wanashauri kupunguza baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza usumbufu wakati wa siku za hedhi. Na katika video hii nimekuchambulia baadhi ya vyakula ambavyo ni muhimu kuviepuka. Namba 1, vyakula vyenye chumvi nyingi. Ukila vitu kama chipsi, vyakula vya makopo, nyama zilizokaushwa sana au snacks zenye chumvi, vitu hivi vinaweza kusababisha mwili kuhifadhi maji zaidi. Hali hii huongeza zaidi kutanuka kwa tumbo na kufanya mwanamke apate maumivu zaidi wakati wa hedhi. Kwa kama uko kwenye kipindi cha hedhi, unakula vitu hivi vyenye chumvi nyingi au unakula vyakula vyenye chumvi nyingi au unatumia chumvi nyingi kupita kiasi, unaongeza hatari zaidi ya kupata maumivu haya ya tumbo. Kwa kupunguza kabisa matumizi ya chumvi nyingi wakati wa hedhi. Lakini kuna vyakula vya mafuta mengi. Tunapozungumzia fast food kama burger au wale ambao wanapenda sana kula kuku wa kukaanga na vyakula vingine vingi vyenye mafuta mengi, vinaweza vikaongeza zaidi uchochezi mwilini na kufanya maumivu zaidi ya hedhi au kuwa makali zaidi kwa baadhi ya wanawake. Kwa hivyo vyakula vya mafuta mengi pia ni baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza vikapelekea au vikaongeza hatari zaidi kwa mwanamke kupata maumivu makali ya hedhi. Vyakula vingine ni vyakula ambavyo vina sukari nyingi au sukari kupita kiasi. Unapopenda kula vitu ambavyo vyenye sukari nyingi, pipi nyingi, soda au keki nyingi, vitu hivi ni mfano wa vitu tu ambavyo vinaongeza zaidi sukari mwilini, na hali hii huweza kuongeza mabadiliko zaidi ya kihisia na kufanya kiwango cha nguvu mwilini kupanda na kushuka kwa haraka. Wengine hupata uchovu au hasira zaidi baada ya kutumia sukari nyingi wakati wa hedhi. Kwa ili kuepuka mabadiliko haya, ni vizuri pia kuzingatia matumizi haya ya sukari kupita kiasi. Epuka matumizi ya sukari kupita kiasi. Epuka vitu au vyakula ambavyo vina sukari nyingi kupita kiasi. Lakini namba 4 ni vitu vyenye kafeini nyingi. Hapa nazungumzia mfano wa kahawa nyingi, kunywa energy drinks na baadhi ya soda. Zinaweza kuongeza hali ya msongo zaidi, kukosa usingizi na wakati mwingine kufanya maumivu ya tumbo kuwa makali zaidi. Hivyo, kwa baadhi ya wanawake, kafeini nyingi pia huongeza maumivu ya kichwa na pia husababisha maumivu zaidi wakati wa hedhi. Kwa vitu hivi au vyakula au vitu ambavyo vina kafeini nyingi ni vizuri sana kuviepuka wakati wa hedhi. Nimekutolea mfano wa kahawa pamoja na energy drinks mbalimbali. Lakini kundi lingine ni pombe. Pombe inaweza kuchochea zaidi upungufu wa maji mwilini na kufanya uchovu au maumivu ya kichwa kuwa makali zaidi. Lakini pia inaweza kuathiri usingizi na hisia. Kwa hiyo vitu hivi pia ni vizuri kuviepuka kabisa unapokuwa kipindi cha hedhi ili kuwa salama zaidi. Vyakula vinavyosababisha gesi nyingi tumboni. Hapa nazungumzia wale ambao wanapenda kula maharage mengi, cabbage na soda nyingi. Vitu hivi vinaweza vikaongeza hali ya kujaa gesi tumboni kwa baadhi ya watu, jambo ambalo linaweza likaongeza usumbufu zaidi wakati wa hedhi. Lakini kumbuka, ikiwa na maumivu haya ya hedhi makali sana, hedhi nyingi kupita kiasi au kupita kawaida, na kupata dalili zingine ambazo sio za kawaida kabisa, ni muhimu kuwaona wataalamu wa afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Je, una changamoto hii na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana pia hapa ndani ya Afya Class kwa ajili ya kupata msaada na maelekezo ya tiba zaidi. Ninakukaribisha tena. Asante.